Msichana mdogo alitikisa mkono wake taratibu, na ghafla ndoo ya mchele iliyokuwa tupu nyumbani ikajaa papo hapo mchele mweupe kama theluji. Kisha akageuza viazi vya shambani kuwa mali yenye thamani kubwa, na kwa nguvu zake za ajabu kakambadilisha dada yake watatu aliyekuwa na matatizo ya akili kwa miaka 18 na kuwa msichana mwenye akili kali na kipaji kikubwa cha biashara. Alipoona dada yake mkubwa akiteseka na kudharauliwa, alimpa uwezo na kumfanya kuwa mwanamke mwenye nguvu na heshima. Ukweli ulikuwa kwamba msichana huyo hakuwa wa kawaida, alikuwa ni mungu wa maua aliyeshuka duniani. Mama yake alifariki alipomzaa na shangazi yake akamtupa barabarani, lakini kwa bahati nzuri mwanamume mmoja aliyekuwa anapita alimchukua na kumlea, ingawa familia yake ilikuwa maskini sana. Walipomleta nyumbani, mke wa mwanamume huyo alihuzunika kwa sababu hawakuwa na hata chakula. Ndoo yao ya mchele ilikuwa imekaa tupu kwa muda mrefu. Dada mkubwa alimpokea msichana huyo kwa upendo na akaamua kufanya kazi zaidi bandarini ili kusaidia familia, lakini bado hali ilikuwa ngumu. Bila wao kujua, msichana mdogo alikuwa anasikiliza mazungumzo yao, akatikisa mkono wake tena kwa upole, na ghafla ndoo ya mchele ikajaa mchele, jambo lililowashangaza sana wote. Walijaa furaha, lakini ghafla mlango ukafunguliwa kwa nguvu na askari aliyekuwa anasimamia ukusanyaji wa chakula cha jeshi akaingia kudai chakula. Mama mlezi akamsihi ampe muda zaidi, lakini alimrukuma chini kwa nguvu. Msichana mdogo alikasirika na alikuwa tayari kumwadhibu, lakini akasita aliposikia sauti kutoka nje. Baba mlezi alipomuona mtu huyo, alidhani ni msaidizi wake wa zamani aliyekuja kumsaidia, lakini kumbe alikuwa amepandishwa cheo na kuwa afisa wa jeshi, na akaanza kuonyesha kiburi. Hakutosheka na hilo, alimwamuru baba mlezi apite chini ya miguu yake kwa kudhalilika na hata muite babu. Baba mlezi akadhani kufanya hivyo kutamuondolea deni, hivyo akakubali bila kujua kuwa alikuwa anadhalilishwa tu. Msichana mdogo alijaribu kumzuia baba yake mlezi asijishushe, lakini afisa huyo akakasirika zaidi, akidhani wanamdharau, na mara moja akaamuru askari wake wavunje kila kitu ndani ya nyumba. Waliingia kwa fujo na kuanza kuharibu kila kitu hadi wakagundua ndoo ya mchele iliyokuwa pembeni. Mmoja wao alijaribu kuisogeza kwa nguvu zote, lakini akashindwa kabisa. Ndoo hiyo ilikuwa nzito sana, kana kwamba ina uzito wa mamia ya kilo, na haikuweza kusogea hata kidogo. Hilo lilimkasirisha afisa huyo, akaanza kumkemea askari wake na kuamua kuchukua hatua mwenyewe, bila kujua kuwa alikuwa karibu kukutana na nguvu isiyo ya kawaida kabisa. Na hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika kabisa. Itaendelea sehemu ya pili.